Kuna mambo fulani ambayo nilitaka nizungumzie leo kulingana na mahubiri ya neno ambayo tunayosikia hapa kwa mara nyingi na ambayo tunapaswa kuacha ikae ndani mwetu. Kuhusu neno la kuanzisha, ningetaka nisome kwa namna mfupi andiko ya Waebrania sura 12. Waebrania sura 12 kuanzia kwa mstari wa 22. Waebrania 12 kuanzia kwa mstari wa 22. Lakini ninyi mumefikia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalema wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi. 23. Na makutano makubwa na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa katika mbingu, na Mungu mhukumu wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Mstari 24. Na Yesu mpatanishi wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inayosema mema kuliko ile ya Abeli. Neno la ajabu sana. Kuna andiko nyingi ndani ya agano la kale ambazo zinazotangaza kwamba Mungu angepasha kufanya agano jipya. Kwa mfano, ndani ya nabii Yeremia kwenye sura 31. Sura hii inayozungumza pia kuhusu kurudi kwa taifa la Israeli lililosambazwa. Yeremia sura 31 mstari wa 31. Angalia, siku zinakuja, anasema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Siwezi penda niendelee na kusoma. Mtu anayehitaji kuweza kusoma anaweza kuyafanya yeye mwenyewe. Hapa tunaambiwa kwamba Mungu alitaka afanye agano jipya. Tunajua sisi sote mahali ambapo alipofanya agano la kwanza, na kila mtu anajua agano iliyotimilika huko Sinai, na kila mtu anajua kutoa sheria. Na Bwana Mungu akashuka kwenye mlima Sinai akazungumzia Musa, na taifa lote likasikia sauti ya Mungu, na taifa likaogopa, kwa maana sauti ya Bwana ilikuwa ni kubwa sana, na moto na moshi ikapanda, kwa maana Mungu alikuwa ameshuka katika moto ule ili aweze kuleta neno lake. Taifa likaogopa sana, na kisha likanyunyiziwa damu. Na hivyo ndivyo Mungu alianzisha agano jipya pamoja na taifa la Israeli kupitia Musa. Na kisha kwa kuja ahadi kwamba angepasha kufanya agano jipya, na agano jipya lote linayashuhudia kuhusu agano hilo ambalo Mungu aliweka. Na kisha kwa sababu ahadi hiyo iko katika agano la kale, tuna haki ya kujiuliza, ni wakati gani Mungu aliweza kufanya agano hiyo na ni wapi aliitimiza? Tunasikia Bwana wetu akisema ndani ya Mathayo sura 26, Mathayo sura 26 mstari wa 28, kwamba hii ni damu yangu, damu ya agano jipya. Katika wakati ule taifa na kitabu vilinyunyiziwa damu. Hapa sasa agano jipya inawekwa. Mkombozi mwenyewe atoa damu yake, na kupitia damu yake akatoa uzima wake kwa ajili yetu sisi watoto wa agano jipya. Tunaamini kwamba Israeli nayo iliingizwa katika agano jipya hiyo, nayo itapata pia sehemu ndani wakati wa utimilifu wake. Mungu alianza pamoja na Israeli na Mungu atamaliza pamoja na Israeli.
na katikati hayo mawili kuna kanisa la mataifa. Hatutaki kuweza kuingia katika kini cha maneno haya. Hii ishaka kuonyeshwa wazi wazi sana. Haijalishi, Mungu ana mpango wa wokovu kwa ajili ya wanadamu, na tunapaswa kushaacha tuingizwe katika mpango huo wa kiungu wa wokovu na kuweza kuwa wa kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anayotimiza ndani ya siku zetu. Hapa tuna uhuru ya kuweza kuzungumza pia kuhusu yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya kizazi chetu. Wengine wote wanaweza kusema kuna miaka 1000 Mungu alifanya hiki. Tunashukuru Mungu pia kwa ajili ya hiyo. Na wengine wanaweza kusema kuna miaka 2000 iliyopita Mungu alifanya hiki. Lakini tunaweza kushuhudia sisi yale ambayo Mungu aliyotimiza ndani ya kizazi chetu. Tunaweza kushuhudia kuhusu kazi yake ya kimaajabu. Tunaweza kushuhudia kuhusu kuhakikisha neno lake kupitia maalama makubwa na maajabu makubwa. Na tunaweza kushuhudia kuhusu yale ambayo yaliyokuwa yameahidiwa na inayotimilika sasa mbele ya macho yetu. Kuna ahadi kwa ajili ya Israeli na kuna ahadi kwa ajili ya kanisa, na inayohusu wakati wa mwisho tunapata ndani ya Agano la Kale na pia ndani ya Agano Jipya, ndani ya mainjili na vile vile ndani ya mabarua. Tunapata ndani maalama zinazotuonyesha yale ambayo yangepaswa kufika katika wakati wa mwisho. Na kwa sababu tunaishi katika mwisho wa wakati, tufanye vizuri tuweze kuchunguza yote, sana sana hii sehemu ya unabii ya habari ya wokovu, ili tuweze kupokea mwongozo ulio wazi na mwongozo ulio wa haki. Na hapo sasa hatutaweza kuwazia yale ambayo yangepaswa kufanyika au yanayopaswa kufanyika, lakini tunaweza kujua kwamba Mungu anatimiza yale aliyoahidi, kwa maana neno la Mungu linadumu milele na milele. Kuhusu matokeo ya kisiasa, neno la Mungu linayazungumzia pia ndani ya nabii Hagai kwenye sura 2. Tunaambiwa neno hili, Hagai sura 2 mstari wa 21. Hagai 2:21. Sema kwa Zorobabeli mtawala wa Yuda ukisema, nitatetemesha mbingu na nchi. Mstari wa 22. Na nitaangusha kiti cha falme na nitaharibu nguvu za falme za mataifa, na nitaangusha magari na wapandaji ndani yao, na farasi na wapandaji wao watashuka au wataanguka, na mengineyo na mengineyo. Mtu anayesoma neno hili linalohusu neno kutetemesha ndani ya barua kwa Waebrania 12:26 atatambua kwamba mtu wa Mungu wa Agano Jipya anarudilia tena unabii huu wa nabii Hagai, ikionyesha kwamba Mungu atatetemesha tena mbingu na dunia kwa mwisho wa wakati, na pia matokeo ya kisiasa nayo yanapaswa kuingizwa katika kalendari ambayo Mungu aliyoweka kwa ajili ya mwisho wa wakati, inayohusu taifa la Israeli ndani ya ujumla wake. Nyuma ya kumalizika kwa kanisa la mataifa, wale manabii wawili ambao huduma yao itafanana na ile ya Eliya na ya Musa, wale manabii wawili wataingia katika kazi ikilingana na Zekaria sura 4 ndani ya Agano la Kale. Nabii aliona wale watu wawili wa Mungu kama vile mizeituni iliyokuwa pembeni ya kinara cha taa. Zekaria 4 mstari wa 3. Kinara cha taa kinamaanisha kanisa, na ile mizeituni miwili ni wale manabii wawili ambao watakaoonekana ndani ya Israeli, wako pembeni ya kinara cha taa, wako nje ya kinara cha taa,
Hiyo inamaanisha kwamba hawataonekana katika kizazi cha kanisa, lakini wakati hesabu ya mataifa itakapokuwa imeingia, wa Roma sura 11 mstari wa 26, ndipo sasa Mungu atageukia tena Israeli, na wale manabii wawili wataweza kuhubiri kwa miaka 3.5 neno la Bwana huko Yerusalema, neno la unabii. Naisema katika uhakika wote, kila wakati naposikia kwamba mtu fulani, sana sana wandugu wa mataifa wakiwa na mafundisho yao ya utatu, wakati naposikia kwamba wanaenda katika taifa la Israeli ili waweze kugeuza Wayahudi, hiyo inanihuzunishaka sana. Ingekuwa wale wanaoshita kwamba wamishonari ndio kwanza wangepasha kuamini kwa namna ya kibiblia Mungu mmoja wa kweli, na pembeni yake hakuna Mungu mwingine mbele ya kuweza kwenda katika Wayahudi. Ingekuwa vema tuweze kuambia hii pia, waweze kushilinda na kusafiri. Tunapaswa kuheshimu mpango wa Mungu wa wokovu, vile vile kama vile tulivyoweza kuifunuliwa katika neno lake. Wakati ndugu yetu wa Chechova alipozungumuza kuhusu ile safari ya ile ya papa, atafanya safari nyingine nyingi tena. Sasa muwazie hapo, kuna hiyo sanamu nyeusi, inamaanisha nini na nani aliyetengeneza sijui. Lakini wakati tunapowazia kuhusu ile sanamu nyeusi, na hapo tunaona cheusi, na tazama kwamba picha iliyokufa inaonyesha kwamba inaomba ile rosario. Hiyo yote inafanyika namna gani? Hakuna mtu anayejua. Makundi zinadanganywa sana kwa namna ya kidini, bila hata wao wenyewe kuweza kujua. Wanaamini kwamba Petro ndiye alikuwa papa wa kwanza. Petro hajawahi kuwa papa. Karni 3 za kwanza za habari ya kanisa hajui hata papa moja. Hakuna hata papa, na mnajua kwamba wapapa walikuwa wajanja sana. Kwa wakati fulani waliweza kuingia katika habari ya kanisa na waliweza kuweka orodha, na kisha Petro wakaweka tena majina zingine mpaka Leo wa kwanza, mpaka walipofika kwa Leo wa kwanza. Na ujanja nyingi waliweza kutengeneza wao wenyewe hiyo kupangwa isiyo na mwisho ya wapapa, toka Petro mpaka kwa wapapa 265. Waliweza kuwa na ujanja sana ili waweze kufanya hiyo, ijapokuwa habari yote ya kanisa haiwakubalie hayo. Waliweza kuweka orodha yao wenyewe wakiwa na majina na matarehe ili waweze kuongoza taifa katika uongo na ujanja. Hiyo yote haina maana, ni udanganyifu na kugeuzwa kwa habari ya kanisa. Na mtu yote aliyesoma habari ya kanisa, akiwa mkatolika au mprotestanti, atajua pia kwamba katika shauri ya Nikea ndani ya mwaka 325 Arius na Athanas, wale wachukua neno wawili wakubwa, walikuwa hawajua hata kitu fulani kuhusu upapa au kutawala kwa askofu wa Roma, hata pia kuhusu shauri ya Kalsedoni ndani ya mwaka 381. Ndipo sasa uongo baada ya uongo nyingine, kugeuza neno baada ya kugeuza neno lingine, na huo uongo wote unapaswa kuwekwa hadharani kwa namna moja au kwa namna nyingine, kwa maana leo hakukuwake tena Waprotestanti ambao wanaopinga. Wote wamegeukia Roma. Kwetu sisi hapa tunageuza mgongo yetu kutoka Roma na tunageukia Yerusalema, mahali ambapo neno la Mungu lilitoka kwenye mlima Sayuni, na kwa Yerusalema mpaka kwenye neno halisi la Mungu, Agano la Kale na Agano Jipya. Jana jioni nilisoma tena nukuu ya ndugu Branham
inayohusu mwendeleo wa kisiasa. Mahubiri ya ndugu Branham ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 1961. Na hapa kwa mwisho ndugu Branham anasema, nyuma ya kuonyesha shauri ya wokovu wa Mungu na kuhusu wakati wa mwisho, ndugu Branham anasema, hamufurahi, murudi kwenye ujumbe ndugu, murudi kwa mwanzo, murudi kwenye Pentekosti, murudi kwenye baraka za kweli, murudi kwenye jina la Yesu Kristo, murudi kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, murudi kwenye alama na maajabu, turudi kwenye Pentekosti. Mwache madhehebu zenu zote na murudi kwa Roho Mtakatifu ambaye aliye mwalimu wetu. Bwana wetu alisema katika wakati wake, wakati atakapokuja Roho wa kweli atawaongoza katika kweli yote, kulingana na Yohana 16:13. Na kisha ndugu Branham anayeonyesha tena ingine mara moja na kusema, murudi kwenye ujumbe, murudi kwa mwanzo, murudi kwa yale ambayo Paulo aliyofundisha, murudi kwenye ubatizo kama vile alivyobatiza. Alikuwa amekutanana na watu ambao waliokuwa wamekwisha kubatizwa na waliokuwa wamebatizwa kwa namna nyingine, na watu wale wakabatizwa tena upya. Na anasema, lakini wakati sisi au malaika wa mbinguni akiwahubiri habari njema nyingine, alaaniwe. Wagalatia 1:8. Ni kusema sasa, murudi kwenye ujumbe wa rafiki yangu, murudi, kwa maana ni wakati wa jioni. Tunaamini kwa moyo wote kwamba Mungu aliweza kuwa na watu katika kazi yake. Leo nilileta pamoja nami dictionary kubwa ya Kijerumani Herder. Inasema kuhusu habari ya kanisa la Katolika na inasema kuhusu habari ya kanisa la nchi yetu. Kitabu hii ndiyo lazima sana kwa ajili ya watu wote wanaosema Kijerumani na akose pia kwa ajili ya watu wote wa dunia nzima. Habari ya Waprotestanti inaandikwa na Dr. von Hutten huko Stuttgart, na hapa ndipo hizo maedition Herder. Nataka niweze kusoma kwa nia njema andiko fupi hapa kwenye ukarasa wa 123 wa hii dictionary iliyo na ukarasa zaidi ya 1000. Inakuwa katika kichwa maneno inayoitwa kundi ya Branham. Nasoma William Branham mwaka 1909 mpaka 1965. Yeye ni mmoja wa wainjilisi wa Marekani wa uponyaji wa miaka 40 na 50 katika karne yetu. Tangu utoto wake aliweza kuwa na mazoezi ya kimaajabu, kuonekana kwa malaika na alama nyingine nyingi za mbinguni zilikuwa zikimfuata. Wakati wa makusanyiko makubwa, mauponyaji ya kimaajabu yalikuwa yakifanyika. Ndani ya miaka 3 ya mwisho ya maisha yake, aligeuka kuwa ndiye mhubiri wa wakati wa mwisho. Wanafunzi wake walikuwa wakimhesabia kama vile ndiye nabii wa wakati wa mwisho, mjumbe wa kizazi cha mwisho cha kanisa, Eliya na mtangulizi wa kurudi kwa Kristo. Ndani ya mahubiri yake kuhusu wakati wa mwisho, alikuwa akionyesha kalendari ya kiunabii wa Mungu, na alikuwa akionyesha maoni yaliyo wazi kuhusu hukumu ya Mungu. Na pia hapa Ujerumani, ndugu Branham akapata wanafunzi wake nyuma ya mahubiri yake ya huko Karlsruhe mwaka 1955, na kundi moja ikashuhuda huko Krefeld ikiwa chini ya uongozi wa Ewald Frank aliyezaliwa katika mwaka 1933, na hiyo ikazaa kusanyiko inayoitwa Mission Populaire Libre. Huko wanakataa mafundisho ya utatu
ubatizo inafanyika katika jina la Yesu, na pia kubatiza watu tena upya. Mpaka leo ndugu Frank anatangaza ndani ya vitabu nyingi na mahubiri na ujumbe wa ndugu Branham. Tazama yale ambayo ninaweza tu kusoma kwenye ukarasa wa 123 wa kitabu hii, ili niweze kuonyesha kwamba watu hawa nao pia walikuwa wakijulishwa mambo mengi. Nataka kusoma tena kwa mafupi kwenye ukarasa wa 151. Nataka kusoma maneno haya. Ukarasa wa 151 inahusu shauri ya pili ya Vatikani. Tunasoma hapa: kwa sababu shauri ya pili ya Vatikani ndani ya maamuzi yake kuhusu umoja wa madini inakubali tu Wakristo ambao wanaoamini utatu. Ni vyema kuweza kuchunguza ni katika kipimo gani hizi mashirika za kipekee zinazokataa imani ya utatu zinaweza tena kuitwa kwamba ni Wakristo. Mnatambua hii na kuelewa hii, na sasa inasemeka waziwazi kwamba ila Wakristo wanaokubali mafundisho ya utatu ndiyo wanaweza kukubaliwa ndani hiyo umoja wa ujumla. Lakini Mungu si utatu. Mungu ni Mungu moja, na yule Mungu moja alijifunua ndani ya mbingu kama vile Baba, hapa duniani kama vile Mwana, na akajifunua pia kupitia Roho Mtakatifu. Lakini anabaki yule Mungu moja, Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, na Mungu ndani yetu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini Mungu moja wa kweli. Lakini munaona mambo haya yote yanaenda wapi? Ni kusema wale ambao wanaokataa mafundisho hiyo ya utatu iliyopangwa nyuma ya shauri ya Nikea, kanisa la Roma linapendaka kutumikisha neno utatu kuliko neno triunite au utatu mara tatu. Wale wanaokataa hiyo mafundisho hawahesabiwa kama vile Wakristo, au hawastahili kuweza kuhesabiliwa katika kanisa hiyo. Na hiyo ndiyo swali ambayo inayoulizwa, wanaweza kuhesabiwa kwamba hao ni Wakristo? Musishidanganye. Nataka kusoma tena kwa mafupi ndani ya ukarasa wa 293. Iliweza kunishangaza mimi mwenyewe. Mnajua ninyi wenyewe kwamba ndugu Branham alikuwa akiongozwa sana na Mungu ili aweze kuonyesha wadada nafasi nao wastahili sana sana inayohusu mavazi na mabiju na nywele na mavazi. Na hapa ndani ya dictionary inaandikwa nini hapa? Kuvaa mabiju, suruali na nywele fupi inakatazwa, kwa mfano katika kundi la Branham. Ni kusema wanajua mengi kuhusu mambo ambayo yanayofanyika kuliko gisi tunavyowazia. Tulishaka kusoma mambo mengi katika habari ya kanisa la Uswisi na pia katika vitabu vingine, na sasa wakati uliopita ndani ya hii kitabu cha Ujerumani. Hatuna oga, haijalishi naweza kufika, tunabaki tukishikamana na msingi wa neno la Mungu. Kama Mungu akiwa pamoja nasi, ni kusema sasa tunakuwa na wengi. Hata kama watu 1,000 wanaweza kuanguka kwa upande wetu na 10,000 wanaweza kuanguka kwa mkono wetu wa kuume, lakini tutabaki tukisimama imara kwa neno la Mungu, kwa maana tuliweza kutaarifa kwa ajili ya hiyo, na kwa neema yake tuliweza kuwa sehemu ya neno hilo. Jana tulizungumza kuhusu mchanganyiko, na sijui namna gani mchanganyiko uliweza kuingizwa na namna gani ulimwengu mzima umelewa, na vile vile kama vile nabii Yeremia alivyosema.
na ni vema pia kuweza kujua kwamba si agano jipya ndilo lazungumzia tu, lakini agano la kale nalo lilikuwa limekwisha kuyatangaza tangu zamani. Manabii na wamitume walikuwa wamekwisha kuangaziwa na yule Roho Mtakatifu mmoja, na wakazungumza mambo mamoja. Yeremia sura 51 mstari wa 7. Yeremia 51 mstari wa 7. Babiloni umekuwa kikombe cha dhahabu katika mkono wa Bwana, kilichofanyiza dunia yote walevi. Mataifa wamekunywa mvinyo yake, kwa sababu hii mataifa wamekuwa wazimu. Kama mtu anayekunywa mvinyo sana, anaanza kuyumbayumba na hatambue tena njia yake. Nionyesha hapa kwa namna ya kiroho yale ambayo yule Babiloni mkubwa iko, sivyo? Kila mtu anajua inamaanisha nini. Agano jipya inaangazia agano la kale, na agano la kale linaangazia pia agano jipya. Ndiyo maana inaomba kusoma hiyo mbili. Babiloni ilikuwa kikombe cha dhahabu. Papa ana kikombe cha dhahabu, iko na masimu za dhahabu, iko na mambo mengi pia mengi. Mtu anayehitaji kuweza kutembelea nyumba ya utajiri wa Vatikani anaweza kuyaona. Babiloni umekuwa kikombe cha dhahabu katika mkono wa Bwana, au Babiloni ilikuwa katika mkono wa Bwana kama vile kikombe cha dhahabu kilichokuwa kilewesha mataifa yote nzima. Lakini kuna wale waliokuwa pembeni hapa duniani, wale wachaguliwa wa Mungu, wasiokuja kwenye kikombe cha Babiloni, lakini wanakuja kwenye kikombe cha wokovu. Nao wanaweza kusema kwamba utajiri wa damani ulipewa kwao. Utajiri mzuri unaweza kuupewa. Kwenye mstari wa 8 Yeremia 51 inaandikwa, Babiloni umeanguka na kuangamia ghafla. Pigeni yowe kwa ajili yake, twaeni mafuta ya zeri kwa maumivu yake, ili labda apate kupona. Mstari wa 9, tumependa kuponyesha Babiloni, lakini hakuponyeshwa. Tumwache nasi twende zetu, kila mtu hata nchi yake mwenyewe, maana hukumu yake inafika hata mbinguni na imepandishwa hata mawingu. Ndani ya Ufunuo sura 18, Ufunuo sura 18, tunaambiwa mara 3 kwamba katika saa moja ule mji mkubwa wa Babiloni uliokuwa ikitawala wafalme wa dunia utabomolewa. Ufunuo 18 mstari wa 10. Na wale wote ambao waliokuwa wakifanya uchuruzi pamoja naye watamtazama kwa mbali na watalia na wataomboleza. Kwa ajili ya hiyo iweze kuwa wazi tena, nataka kusoma ndani ya Yeremia 51 mstari wa 13 na 14. Yeremia 51:13. Wewe unayekaa juu ya maji mengi, uliye na hazina nyingi, mwisho wako umefika kadiri ya tamaa zako. Mstari wa 14. Bwana wa majeshi ameapa kwa nafsi yake kusema, hakika nitakujaza na watu kama nzige, nao watapiga kelele juu yako. Inayonigusa sana sana ndani ya maneno haya ni yale ambayo nilikuwa nikisoma tena jana jioni. Tunaweza kusoma pia ndani ya hii dictionary kubwa namna gani mapatano ya hii kikundi cha Pentecost pamoja na kanisa la Roma inawekwa nguvu wakikataa kweli.
Kitu moja kinachokubaliana na wao ni hiki, ni imani katika utatu. Ni kusema imani kwamba imani inayosema kwamba Roho Mtakatifu, ni kusema ndio kwamba yule mtu Roho Mtakatifu ni mtu aliye pia wa kipekee na walazima, na ijapokuwa Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, na hiyo ndio kweli safi. Roho wa Mungu alikuwa akizunguka tangu zamani juu ya maji, kama vile ndani ya Agano la Kale. Unaweza kusoma katika habari ya maumbile, Mwanzo sura 1 mstari wa 2. Kwa mwanzo Mungu aliumba dunia. Dunia ilikuwa haina uso au haina umbo, kulikuwa giza juu ya shimo. Roho wa Mungu alikuwa akizunguka juu ya maji. Manabii wote walikuwa wakiyajua. Musa alikuwa akiyajua, Elia alikuwa akiyajua, wote walikuwa wakiyajua. Hakuna mmoja aliyezungumza kuhusu Mungu tatu au Mungu wa pili, lakini wote walikuwa wakizungumza kuhusu Mungu mmoja, mfalme anaye hukumu, muumbaji. Na tunarudi pamoja na yule ushuhuda mmoja katika Agano la Kale na Agano Jipya, kwa maana kanisa lilijengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, Yesu Kristo yeye mwenyewe akiwa jiwe la pembeni, kulingana na Waefeso 2:20. Hayaandikwa katika Isaya sura 8, tazama ninaweka katika Sayuni jiwe la damani. Tunaweza kusoma haraka haraka. Inaweza kuwa ndani ya Isaya sura 8. Isaya sura 8. Isaya sura 8 kuanza kwa mstari wa 13 inaandikwa: Bwana wa majeshi ndiye ambaye mtamtakasa, na yeye awe maogopesho kwenu, na yeye awe hofu yenu. Mstari wa 14, naye atakuwa kwa pahali patakatifu na kwa jiwe la kushikwaa na kwa mwamba wa kuangusha kwa nyumba za Israeli zote mbili, na mtego na tanzi kwa watu wa Yerusalema. Mstari 15, na wengi katikati yao watashikwaa juu yake, na wataanguka na kuvunjika na kunaswa na kukamatwa. Hiyo ndiyo ilikuwa huzuni kubwa yote katika siku ya Bwana. Wakubwa wa madini walikuwa na mawazo yao kuhusu Masia angepasha kuwa namna gani. Walikuwa na maoni yao iliyo tofauti na yale ambayo Mungu alikuwa amekwisha kutangaza katika neno lake. Na ijapokuwa ahadi zilikuwa nyingi sana, toka Mwanzo sura 3 mstari 15, mahali ambapo uzao ulikuwa umesha kutangazwa, uzao ambao ungepaswa kuja kupitia mwanamke na kuvunja kichwa cha nyoka, mpaka hii ahadi inayosema kwamba tazama mfalme wako anakuja kwako, ndani ya Zekaria sura 9 mstari wa 9, akipanda juu ya mwana wa punda. Katikati hayo mawili au katikati ya andiko hizo mbili kuna pia andiko pia ya Mika sura 5, na wewe Bethlehemu Efrata, ndani yako kutatokea yeye atakayetawala Israeli. Mika sura 5 mstari wa 1. Na alizaliwa Bethlehemu, yeye ni Bwana, lakini yule Bwana aliye mfalme pia angepashwa kuwa mtu, angepashwa kuwa kufa kulingana na mwili. Nataka kuambia kwa sababu gani? Ili aweze kunyang'anya kifo nguvu zake, kwa maana ufalme wake ni ufalme wa milele na utawala wake hautakuwa na mwisho. Wanafunzi waliuliza, ni katika wakati huu ndio unataka kuweza kuweka ufalme wa Israeli? Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 6. Na Bwana akasema, akajibu, si kwenu kuweza kujua wakati na majira, lakini mutapokea nguvu za kutoka juu.
Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 7. Yule mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, yeye peke yake ndiye aliye na kutokufa, naye angepaswa kuwa wakufa kulingana na mwili. Tumeyaelewa, kwa maana Mungu alikuwa amekwisha kusema, akiambia mtu wa kwanza kwamba siku utakapokula matunda ya mti huu utakufa. Mwanzo sura 2 mstari wa 17. Na hivyo sasa kifo ikaingia katika watu wote, na ijapokuwa kama ufalme wa Mungu ni ufalme wa milele, tikusema ila watu ambao walio na uzima wa milele ndio ambao wanaweza kuingia ndani. Sasa ina maana gani kuwa na ufalme wa milele kama leo unaweza kuishi kisha tena na kufa? Hiyo tena sio ufalme wa Mungu. Maandiko matakatifu yanatuambia ndani ya nabii Isaya au pia ndani ya Ufunuo kwamba kifo hakitakuwa tena, na tunayamini kwa moyo wetu wote. Isaya sura 25 mstari wa 8. Atameza kufa kusiwe tena milele, na Bwana Mungu atapangusa machozi toka nyuso zote. Na haya ya watu wake ataiondosha toka dunia yote, maana Bwana amesema maneno haya. Amina. Na hivyo ndivyo mfalme wa falme kupitia Roho Mtakatifu angepasha kufunika Maria kwa kivuli chake na kuweza kuzaa uzima huo ndani mwake, au kuumba uzima huo ndani mwake. Ule uzima ukajitengeneza, na tazama sasa, Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Yesu Kristo Bwana wetu akazaliwa katika dunia hii, ili sisi ambao tuliokuwa tumezaliwa ndani ya dunia hii tuweze kupokea ukombozi, na sio ukombozi wa dhambi zetu tu, lakini pia ufungulivu kutoka ndani ya kifo. Na ndio maana Paulo angeliweza kusema ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 15, kifo, ushindi wako uko wapi? Kuzimu, uchungu wako ni wapi? Mungu asifiwe, anayetupatia ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 55 na 57. Na Petro aliandika katika Petro wa kwanza sura 3 kwenye mstari wa 16 kwamba Kristo alikufa katika mwili, lakini katika roho akashuka kwenda kuhubiri roho zilizokuwa katika kifungo. Hizo ni andiko ambazo tungeliweza kusoma na makazo katika mahali hapa. Akose tuingie tusome andiko hizo mbili, na mtaona kwa sababu gani ni za lazima sana. Petro wa kwanza sura 3 tunasoma kuanza kwa mstari wa 19 au kwa ajili ya kukomboa wakati. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 19. Katika roho hii alikwenda vile vile kuhubiri kwa roho waliokuwa katika kifungo. Mstari wa 20. Wasiotii zamani, wakati uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja kwa siku za Noa, wakati safina ilipokuwa ikitengenezwa, ndani yake wachache, watu 8 waliokolewa kwa maji. Kwa hiyo inaongezeka pia Petro wa pili sura 2 kuanza kwa mstari wa 4. Petro wa pili sura 2 kuanza kwa mstari wa 4. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika wakati walipokosa, lakini aliwatupa shimoni na kuwatia katika vifungo vya giza walindwe hata hukumu. Mnaona vizuri hii uhusiano pamoja na unaofuata mstari wa 5 sasa. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale,
lakini alilinda Noa pamoja na wengine 7, mhubiri wa haki, wakati alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wale wasioogopa Mungu. Jana jioni tumekwisha kuwaonyesha uhusiano katikati ya Mwanzo sura 6 na Luka sura 17 kwenye mstari wa 13, mahali ambapo Bwana anasema yale yaliyofika katika wakati wa Noa yatafanyika pia. Ningetaka niseme tena ingine mara moja, haitoshi kusoma haraka haraka kwamba walikuwa wakikula, wakikunywa, wakioa, nao hawakuhangaika na kitu fulani mpaka wakati gharika alipowafikia. Ni kweli, na hivyo ndivyo lifanyika. Lakini nani aliyekuwa akioa nani mwingine? Ilikuwa ikihusika na nini? Tulishaka kuyasema jana kwamba leo kunafanyika mchanganyiko kama vile dunia haijawahi kuwa nayo. Na wakati tunaporudi kwa Mwanzo sura 3, tunaona kwamba Hawa alidanganywa kwanza na ujanja wa adui, na tangu wakati ule kulikuwa kutenganishwa na kisha tena kukakuwa mchanganyiko. Na wakati tunapochunguza taifa la Israeli ambayo tuliopewa kama vile mfano, tunatambua kwamba kulikuwa mwanzo mpya mzuri, na kisha kulikuwa kuja wakati wa jaribu. Na katika wakati wa jaribu, kila mtu angepashwa kujipima mwenyewe kama anaweza kubaki kwa upande wa Mungu au kama anaweza kuingia katika mchanganyiko. Kulifanyika nini kulingana na ushuhuda wa Mungu ndani ya Mwanzo sura 6? Mbele gharika iweze kuja juu ya dunia, na kwa sababu alikuwa amesema, Bwana alikuwa amesema kwamba yale yaliyofanyika katika wakati wa Noa itafanyika tena wakati mwana wa mtu atakapoonekana. Na sasa tuna haki na shuti ya kuweza kuchunguza siku hizo ambazo Bwana alikuwa akizungumzia, ili tuweze kuelewa ni kitu gani kinachohusika kweli kweli. Tulishaka kuyasema katika wakati ule kulikuwa uzao mbili. Niweza kuiandika pia katika kitabu yangu, na watu wa sayansi wanaweza kuchunguza na kupima hizo mifupa, na wanasema kwamba hapa kuna aina ya kitu ambacho hatuwezi kupanga vizuri. Ndani ya Kijerumani, ndani ya Kiingereza, kila mtu anajua matamshi yanayoitwa missing link, ndiyo chaînon manquant, au kuna kitu kilichokosekana. Na wanasema kwamba kuna kosekana kitu fulani. Wanasema kwamba tazama aina ya viumbe na tazama aina ya viumbe, hapa ni mtu, hapa mnyama, lakini katikati ya hao wawili kuna kosa moja aliyekosekana, au kiumbe kimoja kikosekana. Kulingana na hiyo mada wanasema kwamba ni uzao wa Kaini, na wale ambao wasiokuwa na ufunuo wa kiungu. Lakini kwa neema tunaweza kuyajua. Haijalishi, ndani ya Mwanzo sura 6 inazungumza kuhusu uzao huu. Mmoja ilikuwa ni uzao wa mtu na ingine ilikuwa ni uzao wa kiungu, na ndio maana moja ya uzao huo ilikuwa inaitwa wana wa watu na ingine ilikuwa ikiitwa kwamba ni wana wa Mungu. Uzao wa Seti uliokuwa ni uzao wa wana wa Mungu, na uzao wa Kaini ilikuwa ni uzao wa wana wa watu. Na hiyo uzao mbili ikaungana, ikajichanga, ikaanza kuoana. Na hapo sasa Mungu akaamua kuweza kuweka mwisho juu ya kila mwenye mwili. Na ilikuwa uzao mwingine kama vile uzao mwingine pia. Na ile uzao wa kiungu ndio nasemeka Mwanzo sura 6 mstari wa 3 kwamba roho yangu haitapingana milele na mtu. Na kama mtu fulani anawaza kwamba wana wa Mungu walikuwa ni malaika waliokuwa wameshushwa mbinguni,
mtu yule anashidanganya. Tumekusha kusoma ndani ya Petro wa pili sura 3 au sura 2, kwenye kulikuwa wale malaika ambao walikuwa wameshushwa na waliwekwa katika giza ili waweze kuwekewa pale kwa ajili ya hukumu. Hiyo ni kweli? Ndio, amina. Petro wa pili sura 2 mstari wa 4. Hiyo ndio tulisoma. Na pia inaandikwa kwamba malaika hawezi kukamata mwanamke au kuoana. Na ndani ya kumalizia, mnajua hiyo swali iliyoulizwa kwa Bwana wetu na waandishi. Na yule mwanamke alikuwa na wanaume wa 7, na yule mwanamke alikuwa hana bahati kweli. Mume wake alikufa, na kisha wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano na wa 7. Mnajua yote hiyo maneno ya Biblia. Ilikuwa kihusu wa ndugu ambao kulingana na sheria ya zamani wangepaswa kukamata mwanamke yule ili waweze kulinda uzao wa jamaa hiyo. Na kisha wakauliza, nani katikati ya wale wa 7 atakayekuwa mume wake wakati wa ufufuko? Mathayo sura 22:28. Na Bwana akajibu, wakati wa ufufuko hakuna kuoana mwanamume na mwanamke, lakini watakuwa kama vile malaika. Na hivyo sasa, kulingana na mahubiri haya, hao wana wa Mungu ni uzao wa Seti, ni uzao uliobarikiwa wa Mungu. Wale ndio wana wa Mungu, na kwa ajili hiyo tunaweza kusema kwamba hivi asema Bwana, na hiyo tunaweza kusema kwamba hivi neno la Mungu linasema, na hiyo tunaweza kuongeza kwamba hii ni kweli halisi au ya mwisho. Na kwa kweli hii tunaweza kuongeza hii matamshi ya nguvu, ni ilikuwa katika wakati ambamo nabii Noa alipoleta ujumbe wa kiungu, na pia hii uzao wa wana wa Mungu hawakuweza kuikubali. Pia walikuwa wakifuata kundi wa upande mwingine, walikuwa wakipatia hata wavulana wao wasichana wa uzao mwingine, walikuwa wakioa na kuowesha watoto wao, na wamoja walikuwa wakiyafanya wao wenyewe, na wengine wakakokotwa ndani. Katika hali yote mambo yalifanyika na Mungu hakuyataka. Mungu alitaka ili Masia kulingana mwili aweze kutokea katika ule uzao safi na takatifu ambao tunaweza kuifuatilia mpaka kwa Maria ndani ya Agano Jipya. Na ndiyo maana aliamua kuweza kuweka mwisho kwa kila wenye mwili ili aweze kujaza tena dunia kupitia wale watoto watatu wa Noa bila mchanganyiko tena mbaya. Na wakati Bwana aliposema kwamba iliyofanyika katika wakati wa Noa itafika pia wakati mwana wa mtu atakapoonekana au atakapojifunua. Na hapo sasa tuna haki na shuti ya kuweza kuuliza namna gani hayo yanafanyika. Leo inahusu mchanganyiko wa kiroho. Watoto wa Mungu au wana wa Mungu hawashaachi tena kukubalishwa na roho wa Mungu. Na tunafika hapa katika maneno ambayo niliyosikia ikisemeka kwa mara ya kwanza. Nawaza kwamba katika mwaka 1962 wakati ndugu Branham alipozungumza kuhusu madhehebu, aliposoma Ufunuo 17, akasema dhehebu ya kwanza ni kusema kanisa la Roma. Ndiyo, akasema kwamba ni kanisa mama, na madhehebu zingine zote zilizojiunga zikakuwa madhehebu zilizokuwa kama vile wasichana wa yule mama. Inaandikwa ndani ya Ufunuo 17 mstari wa 5. Pale kunasemeka kuhusu yule mama na wasichana wake. Mnajua yote vizuri maandiko matakatifu. Na kisha ndugu Branham akasema matamshi iliyo ngumu sana, ikanipita ndani mpaka kwenye mafuta ya mifupa. Anasema kwamba madhehebu zote ziko makundi ya kipinga Kristo. Nilikuwa nimekwisha kuyaelewa, kwa maana kila dhehebu
ina alama inayokuwa wazi ya ile dhehebu ya kwanza, na hivyo ndivyo maandiko matakatifu yanasema kuhusu alama ya ile nguvu ya kwanza inayoonyeshwa kama vile mnyama. Lakini wakati aliposema tena akikazilia kwamba madhehebu zote ni makundi ya kipinga Kristo na pia hii dhehebu ya Kipentekosti, ndipo sasa nikaguswa sana. Kutetemeka kubwa ikapita ndani ya mwili wangu wote. Nikashiambia mimi mwenyewe, mtu wa Mungu, nawaza kwamba haukwenda mbali kulingana na jinsi unavyoona, lakini sasa mjiweke kwa nafasi yangu muda kidogo, na murudi katika mwaka wa 1962. Ndani ya wakati ule ilikuwa ningali kwenye mwanzo ya hii mafundisho ya kiungu. Nilikuwa bado kuwa na ujumla kama vile Mungu alivyonipatia kwa neema yake, lakini mnaona sasa inafanyika nini hapa duniani. Niliyasoma jana ndani ya mwaka 1971 mazungumzo ya kidini, makanisa za Kipentekosti na makanisa za Katolika za Roma. Kardinali wa Kijerumani Bea aliweza kuweka yote katika nafasi na akapanga yote, na ni katika mazungumzo ya pili ya Vatikani ndani ya mwaka 1962 mpaka 65, hiyo miongozo iliweza kuwekwa. Mahali pote kuna mitumikio ya karismatiki, mahali pote wananyanyua mikono, mahali pote wanacheza katika roho, ila tu ni melodi au muziki. Wa ndugu yangu wapendwa wa Wroclaw, muziki wa nyimbo hii inanikumbusha yale ambayo wapadiri wa Katolika walipokuwa wakiimba katika Kilatini. Najiuliza, hii muziki au hii melodi inatokea wapi? Nilipata sehemu katika makusanyiko ya karismatiki. Niliweza kushangaa sana kuweza kutambua kwamba hii muziki inafanana na yale ambayo wapadiri wa Katolika wanatumikishaka wakati wanapoimba ndani ya misa yao. Na unaweza kuona jinsi wanaimba kwa sauti kubwa, wakicheza kwa mkono wa kushoto na kwa mkono wa kuume, wakicheza kwa namna hiyo katika makusanyiko ya karismatiki. Na hiyo mbili uishaka kutanana, kikundi cha Pentekosti na kanisa la Katolika, na yale yote iliyo katikati ya hayo inakokotwa katika huo mzunguko na hiyo mitumikio inayofuata. Kama wangeweza kuanzia kwa Methodisti au Wabaptisti, ingekuwa vigumu sana kuweza kufikia Wapentekosti, lakini kwa sababu walianza vizuri, ni kusema walianzia kwenye sehemu ya mwisho ambayo ingeweza kuwa hapa duniani, na tangu hapo wakaenda mpaka ya kwanza, na wale wote walio katikati ya hao wawili wapokokotwa mahali pote. Kama vile nilivyosema, kuna hii mitumikio ya karismatiki mahali pote wanasema kwa lugha. Kwangu mimi mwenyewe ningependa ili niweze kuishi siku kama ile niweza kujua katika mwaka 1953 wakati wa mazungumzo ya huko Kassel. Katikati ya mahubiri yangu nilisimama, kwa maana wimbo katika lugha ilitokea hapo hapo katikati ya kusanyiko, lakini haikuwa kama vile wapadiri wanaimbaka, lakini kwa ni wimbo wa mbinguni, na ni hapo hapo hesabu kubwa ya watu ikapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, na kusanyiko yote nzima ikaanza kuimba kwa Bwana katika lugha mpya na kumsifu. Tunaamini hapa ndani ya mahali hapa, tunaamini ubatizo wa kweli wa kibiblia wa Roho Mtakatifu. Tunaamini kuzungumza kwa lugha, tunaamini unabii, tunaamini maajabu, tunaamini matunda ya kenda ya Roho, lakini pia tunaamini kwamba yote yanapaswa kupimwa chini ya msingi wa neno la Mungu. Na kama hiyo hailingani na neno, ni kusema kuna andiko nyingi nzuri ndani ya Isaya sura 8 na ya kuhuzunisha,
na ni katika tafsiri ya Kiingereza ndiyo maneno haya yanasemeka vizuri. Inasemeka kama hawaseme hivi, ni kusema hakuna nuru inayoweza kuwa kwa ajili ya taifa. Isaya 8:20. Napendaka tafsiri hii sana. Ndani ya barua ya kwanza kwa kanisa la Efeso, majaribu ilifanyika. Inaandika kwamba ulipima wale wanaojiita kwamba ni wa mitume, nawe ukaona kwamba ni waongo. Ufunuo 2:2. Wangeweza kuchunguza na kulinganisha kama watu wale ambao waliokuwa wakionekana na kujionyesha kwamba vile wa mitume, kama kweli kweli walikuwa wametumwa na Bwana. Namna gani tunapopima kama vile wanahubiri kama vile wa mitume wa Bwana walivyokuwa wakihubiri, na kama wanabatiza kama vile wa mitume wa Bwana walivyokuwa wakibatiza, na yale yote iliyokuwa ikifanyika ilikuwa kama inalingana na yale ambayo ilikuwa ikifanyika kwa mwanzo. Na kama haikuwa hivyo, na hapo sasa waliweza kuona kwamba ilikuwa ni tofauti. Wengi wanawaza kwamba wako na karama ya upambanuzi ikicheza cheza mahali fulani katika anga, na ijapokuwa tunaweza kupambanua tu wakati tunapoweza kujua iliyo ya kweli ikiwa chini ya nuru ya neno la Mungu. Na hapo sasa ndipo tunaweza kuwa tayari kuweza kupambanua kama Mungu anataka tuweze kupambanua, au kama vile Mungu anavyotaka kupambanua. Na kama sivyo, itakuwa ni upambanuzi wetu ambao tunaweza kutumikisha kama vile kuweza kuhesabia kwamba yote yanayofanyika kama kwetu ni ya kweli, na ijapokuwa yale yanayofanyika kwa wengine nao wakose inaweza kuwa ya uongo. Tazama, hiyo ndiyo upambanuzi ambao ulimwengu mzima uko nao katika hii ulimwengu wa dini. Inahusika nini leo? Ni kuweza kupambanua kweli kweli chini ya msingi wa neno la Mungu, na sio kuchanganyika na vitu fulani au kuchanganya. Lakini andikwa, ninyi taifa langu, tokeni katikati yao, mukatengwe nao, musiguse kitu kichafu, na mutakuwa wavulana na wasichana wangu, Bwana mweza yote anasema, kulingana na Wakorintho wa pili sura 6 mstari 17 na 18. Ni kusema kuna mwito wa kuitwa kutoka linaoambiwa kwa kanisa la Mungu aliye hai, na kanisa hilo alo lenyewe kulingana na Timotheo wa kwanza sura 3 mstari 15 kwamba kanisa hilo ni nguzo na msingi wa kweli. Kweli iko katika kanisa, na kanisa lenyewe linajengwa juu ya msingi wa kweli, msingi wa wamitume na manabii, nalo lenyewe ndilo linakuwa msingi na nguzo ya kweli. Hakuna mchanganyiko hata mmoja, lakini mwito wa kuitwa kutoka na kutenganishwa au kutengana. Mtazame yale yaliyofanyika kwa Israeli. Mungu akasema, nilikuchagua katikati ya mataifa mengi kwa sababu ninakupenda, kulingana na Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 8. Nilikuweka pembeni. Na Mungu alisema nini? Musikamate wanawake katikati ya mabinti ya mataifa ambayo niweza kuwatosha ndani. Na nabii Balaamu alisema nini? Nabii wa uongo ambaye kitabu cha Yoshua inaita kwamba ni mfumu. Hangeliweza kulaani Israeli, lakini angeliweza kuwaangusha. Akawaelewesha kwamba sisi sote tuko wamoja, kwamba tunatumikia Mungu mmoja, kwamba Mungu wetu ni Mungu wenu. Na sasa wasichana wenu wanaweza kuolewa kwa wavulana wetu. Na hapo hukumu ikaanguka, na watu 23,000 wakaanguka kwa siku moja. Kama mnasoma tena kurudi kwa taifa la Israeli nyuma ya miaka 17 ya utumwa, sana sana ndani ya Ezra na Nehemia, mtaona kwamba wanawake wote wa wageni au wa mataifa wanaweza kufukuzwa, kukakuwa usafisho, kutakaswa ikafanyika katikati ya taifa la Israeli. Na hayo yanapaswa kufanyika tena hiyo leo. Mnaona, wakati mnapoona ndani ya neno la unabii mwanamke analinganishwa na kanisa,
Kwa Hosea Mungu alisema kuhusu Israeli, nchi inaingia katika uzinifu, wanakataa Bwana. Ndani ya nabii Yeremia Mungu akasema pia, ulikuwa usiweza kuaminiwa kwa Bwana. Mungu alitumikisha mfano huo au picha hiyo. Ndani ya Agano Jipya kuna wanawake wawili ndani ya unabii. Ya kwanza iko ndani ya Ufunuo sura 12, mwanamke anayevaa jua na kwenye kichwa chake taji ya nyota 12. Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Hiyo inamaanisha kwamba kanisa la Agano Jipya linavaa jua ya neema na navikwa taji ya mafundisho ya mitume 12. Ndugu Branham aliweza kuyasema, hii haitoki kwangu. Na pia ndani ya Ufunuo 17 pia kuna mwanamke anayekaa juu ya mnyama, yule malaya mkubwa. Si mnyama anayekaa juu yake, lakini yeye ndiye anayekaa juu ya mnyama. Hii inatuonyesha waziwazi nguvu za mwisho za kisiasa hazitatawala nguvu za mwisho za dini, lakini nguvu za mwisho za dini ndizo zitakazoweza kutawala juu ya nguvu za mwisho za kisiasa, na zitakabata mamlaka katika mikono yake. Msijisumbue. Kuna mtu mmoja hapa duniani ambaye wafalme wote wa dunia na wale wa rais wote na wale wakubwa wote wananyenyekea chini yake. Watawala wote wa madini, madhehebu zote, wote wako na harakisha huko Vatikani ili wasiweze kuchelewa. Na Wapentekosti waliokuwa pale kwenye barabara Asusa wakati kumimina kwa Roho Mtakatifu ulipofanyika katika mwaka 1906, au wale ambao waliokuwa hapa Kassel huko Milan pamoja na mchungaji Paul na au mahali pengine, kama wangeweza kuona kwamba leo wale watoto wao wadogo au wajukuu wao hawako tena watoto wa Mungu, lakini wanakuwa watoto wadogo. Na ni yule Duplessis ambaye alikuwa akisafiri mara nyingi pamoja na ndugu Branham, aliyeweza kuweka kilalo katikati ya Wapentekoste na kanisa la Katolika. Yeye aliweza kusema maneno haya mazuri kwamba Mungu hana wajukuu, lakini ana watoto tu. Hasa iko namna gani leo? Wale wajukuu wa kwanza wa kizazi cha kwanza cha Pentekoste wako sasa watoto wa Mungu, au wameliko kuwa watoto wa Pentekoste, wa Baptist, wa Methodist, na sasa wanakuwa sehemu ya dhehebu bila wao wenyewe kuweza kufanya mazoezi ya wokovu ya kweli pamoja na Mungu. Wapendwa wangu, katika bahali hapa neno la Mungu pasha kuhubiriwa kwa namna ambayo kila mtu anaweza kufanya mazoezi yake mwenyewe ya wokovu pamoja na Mungu. Watoto hawapaswi waamini kwa sababu wazazi wao walikuwa waamini. Watoto nao wanapaswa kufanya mazoezi yao pamoja na Mungu. Nikusema hakuna mchanganyiko, lakini kutenganishwa, kuitwa kutoka, matayarisho na ukamilifu wa bibi harusi wa Yesu Kristo. Na leo katika mahali hapa ninataka nishukuru Mungu kwa uhaki, kwa moyo wangu wote, kwa ajili ya kutumwa kwa mtumishi wake nabii William Branham. Bila huduma yake hatungeliweza kujua mambo haya. Tungeliweza kufuata kundi kubwa, tukifuata njia moja ya upotevu, tukiwa na sauti ya baragumu na haleluya nyingi na ngoma. Kama leo tunaweza kufanya tofauti, ni kwa neema tu, kuona jinsi tunaweza kupokea na kusikia neno katika kweli, na kwamba Roho Mtakatifu aliweza kutufunulia neno hilo. Leo tunaweza kufanya tofauti na kupambanua. Wazo mwingine mmoja na nijia katika roho wakati niliposoma kuhusu wajumbe wa Pentekosti
walikuwa wameleta mabishano kuhusu utangazaji wa habari njema, na walikuwa wamefikia katika mapatano. Na sasa najiuliza swali hii kwa uhakika, kama tunaandika au wajumbe wa Pentekosti kuweza kuja kufanya mazungumzo pamoja nasi, tunaweza kufikia kweli mapatano? Hapana, hapana, tena hapana. Mnatambua ni kitu gani kinachohusika? Oh, kanisa la Mungu aliye hai, bibi harusi wa mwana kondoo aliyekombolewa kwa damu yake. Mupokee kwa moyo wenu wote neno la Bwana wetu. Msiache muweze kuitwa kutoka, muwekwe pembeni, musafishwe na kuwa safi, musiguse kitu kichafu. Hata chachu ya zamani iweze kuwa imepita, ibakie katika mahali pake pa kwanza, tugeuke kuwa fungu mpya safi na ya kweli. Oh, kaona gisu mpasha kushukuru kwa ajili ya neno la Mungu. Museme haleluya, haleluya. Sifa na utukufu upewe kwa Mungu aliye hai. Agano la Kale na Agano Jipya iliweza kuangaziwa na Mungu, na neno lote limefunuliwa na Roho Mtakatifu. Na sasa tunaona yale yanayofikia Israeli. Tunaelewa siku za Noa inamaanisha nini. Tunaona pia mchanganyiko katikati ya watoto wa Mungu, nao hawashashi kuweza kuonywa na Roho wa Mungu. Wanachekelea nabii na kusema tuna neno, tuna Kristo, hatuna hitaji ya nabii. Hapana, kwa ajili yangu kupotea sikekuwa na hitaji ya nabii, lakini kwa ajili ya kupata njia ya Mungu ya kweli, kuweza kupambanua na kuweka tofauti, nilikuwa na hitaji mtu wa Mungu yule. Amina. Jina la utukufu la Bwana wetu liweze kusifiwa. Hatuna haya ya hayo, lakini tunashukuru mtu aliyetumwa na Mungu akiwa na ujumbe wa Mungu kwa ajili ya taifa la Mungu ndani ya siku hizi. Acha Mungu aweze kupatia kila mmoja wetu moyo wa kushukuru. Na kama leo tunaweza kushukuru Bwana, tuyafanye kweli kweli kutoka kilindi cha mioyo yetu kwa ajili ya ukombozi na msamaha, kwa ajili ya wokovu na ufungulivu, kwa ajili ya yote ambayo iliyoweza kuwa kubwa pamoja nasi. Tushukuru sasa sote pamoja Bwana Mungu wetu ndani ya ombi ya sote pamoja. Sisi ni kizazi chaguliwa, sisi ni kuhani wa kifalme, sisi ni kundi lililokombolewa na Mungu. Tusifu Bwana kwa ajili ya hiyo, na sio sisi tu mahali hapa, lakini wengi, ni kusema wale wote ambao walio sehemu ya kusanyiko la wazaliwa wa kwanza, kama vile tulivyosoma katika Waebrania 12, wote wako kundi ya kanisa la Mungu aliye hai. Na sisi sana sana katika mahali hapa, katika siku hii, tunataka tuweze kupatia Bwana shukrani kama hiyo. Kwa maana muwazie muda kidogo, kama sisi sote tunaweza kuwa tulipita pembeni ya mambo hayo bila kuweza kuyajua, hatungeliweza kuyajua pia. Na kama mtu anaweza kuja na kusema ndio tulikuwa tukijua mambo hayo yote, ndipo nitamjibu, haujue hata leo yale ambayo ungepaswa kujua, lakini unawaza kwamba ushakapata yote. Kwa maana inaandikwa ndani ya nabii Isaya, usiseme kwamba nilikuwa nikiyajua. Mnajua andiko hiyo, Isaya 14:8 mstari wa 7. Mungu anakuwaka na siku na mambo ambayo alikuwa amekwisha kupanga, alikuwa akitenda siku zote. Tazama siku yetu, tazama wakati wetu. Jina la Bwana sifiwe. Tusimame na tuweze kushukuru Bwana kwa moyo wetu wote. Ndugu Rusi ataomba, tutaweza kuomba pamoja naye pia. Baba ni mbinguni, tunakushukuru kwa moyo wetu wote kwa ajili
ya nguvu ya neno lako, kwa ajili ya yale ambayo umetuambia asubuhi hii. Bwana, siku zote ulikuwa ukikamata walio wako ukaweka pembeni na kuwazungumzia na kuwafunulia mapenzi yako, na hivyo hivyo pia uliyofanya kwa ajili yetu ndani ya siku zetu. Ulifanya neema, haufanyaki kitu fulani bila kuweza kufunulia watumishi wako manabii siri zako, na hao nao sasa wanapaswa kutangazia ujumbe wako kwa taifa lako. Bwana, haukukosa kutenda pia ndani ya siku zetu. Mungu mwaminifu, tunakushukuru sote pamoja kwa moyo wetu wote kwa ajili ya neema yako kubwa, kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya upendo wako kwa ajili yetu. Bwana, ulipenda taifa lako la Israeli kama vile tumesikia. Unapenda pia kanisa lako bibi harusi. Ndiyo maana unamzungumzia au unalizungumzia, unawajulisha mapenzi yako na unamuonyesha yale iliyo ya haki na yale isiyokuwa ya haki. Kwako wewe upewe utukufu o Mungu, kuona jinsi uliweza kupatia taifa lako neema ya kuweza kupokea akili iliyo wazi kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya kusikia sauti yako. Mungu mwaminifu, kama vile ulivyofanya katika wakati ule kwa wamitume wako, kama vile ulivyosema kupitia wamitume wako, mlipewa kujua siri, lakini hiyo haikupewa kwa wengine. O Bwana, siku zote ulikuwa na kundi, taifa liliokuwa likusikia sauti yako na neno lako. Pia hata wangepesa kupita katika taabu, katika ziki, katika macheko, katika kuzihakiwa, lakini walibaki kwa upande wako, walibaki waaminifu kwa neno lako, na walienda mpaka hata kufa bila kuogopa kuweza kushuhudia mbele ya watu kuhusu yale ambayo ulikuwa umewapatia. Tupatie nasi pia neema hiyo Bwana, ili tusiweze kuwa na haya, lakini tuweze kujua kwamba utakuwa pamoja nasi, utatubeba mpaka mwisho. Jina lako la ajabu lisifiwe. Tunakushukuru pia kwa ajili ya asubuhi hii, kwa ajili ya neno lako na kwa ajili ya ahadi zote ambazo tunazoona utimilifu wake ndani ya kanisa lako, na pia kwa ajili ya taifa lako la Israeli. Bariki taifa lako Bwana. Hiyo ndio ombi letu kwa ajili yetu katika jina la Yesu. Amina, amina.